kesho. Pengine swali langu la kwanza kwako, haya madai ambayo yanasemekana kwamba kuna mpango wa wizi wa kura, je, yamekufikia na ni kama ni ukweli? Asante sana. Nafikiri masuala hayo ya mtu kudai ya kwamba kuna njama ya kuibiwa kura, nafikiri ni maneno ambayo hayana msingi, kwa sababu tumefanya kampeni miezi 4, tumeshaongea na wakazi wa Uasin Gishu wapiga kura, na kila mtu, haswa mimi, nimeuza sera yangu. Kwa hivyo mimi wakati huu sio wakati wa mtu kuongea juu ya kura kuibiwa ama nani ana mpango ya kuiba kura. Wakati huu ni kuwasihi watu wa Uasin Gishu watoke kwa wingi wakuje wapige kura, kwa sababu hii ni haki yao ya kidemokrasia, na wachague viongozi ambaye wameamua ndio wanataka waongoze kwa miaka 5 ambayo inakuja. Kwa hivyo mtu saa zingine ambaye anajua ameshindwa ndio huwa na hofu kila mara, anajaribu kushurutisha watu kwa kusema ya kwamba hili na lingine litafanyika. Kwa hivyo nafikiri hiyo ni mambo ambaye mimi sijasikia hapa Uasin Gishu kama kuna mpango ya mtu kuiba kura. Ni mtu mmoja nimesikia jana akieneza maneno hayo katika town na vitongoji vya town, lakini tumefanya kampeni nzuri, tumeuza sera zetu na zimekuwa ni za amani, isipokuwa labda kumekuwa na mambo ya mtafaruku hapa na pale ambazo hazijafanywa na sisi, zimefanywa na wapinzani wetu. Lakini kwa jumla nafikiri siku ya leo ni kuambia watu watoke kwa wingi wakuje wapige kura, na tupige kura ya amani. Alafu kufikia Jumamosi ama Ijumaa saa 6 usiku tutakuwa tumejua nani ndio mshindi. Tumeweza kuona jana vijana kadhaa wakiweza kupigana kutoka mrengo wako na ule mrengo wa Governor Mandago. Nini haswa unaambia wafuasi wako wakati wanaelekea katika mchujo? Kwanza ningetaka niseme hivi. Hapakuwa vita ambayo ilifanyika jana town, mahali nilisikia kama kule Langas na kidogo kulikuwa na furugu town. Ilifanyika na vijana ambaye waliletwa na mpinzani wangu, anachukua vijana ambaye hakuweza kuajiri kazi miaka 5, anaweka kwa malori, vijana wananyeshewa na mvua, na walete hapa town ili wakuje walete mtafaruku. Vijana hawa wameleta mtafaruku kwa sababu pesa ambazo walikuwa wamehaidiwa zitakuwa zao za chakula na pesa zao za kuangalia maslahi hawakupewa. Sasa wale vijana ikakuwa wanazozana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo sisi Tim Buzeki ambaye anakuja kuwa governor wa Uasin Gishu, vijana wake hawakuzuka na vurugu chochote, kwa sababu sisi hatukubeba vijana kuleta hapa town. Na ile kitu ningetaka kusema kwa saizi, mpinzani wangu ametumia lugha ambayo imeshurutisha watu wengi. Anaongea lugha kama kusema nitanyorosha watu, anaongea lugha kama kusema msiponipigia kura mtu ataona. Sisi tumekashifu, tumekataa, na pia tunawaambia watu wa serikali ambaye wanahusika na mambo ya uchaguzi na haswa chama ya Jubilee, sisi tunawaambia waangalie maneno na matamshi ambayo yanatoka kwa kinywa ya viongozi ambayo wanatafuta viti, na kulingana na vile walituambia, kulingana na sheria za Jubilee za campaign na kuomba kura, kama mtu yeyote amekiuka hiyo sheria, tunaomba hatua ichukuliwe. Haswa wale tumesikia hata wametoa bunduki na kupiga risasi juu, tunaomba hiyo hatua ichukuliwe. Lakini kwa jumla mimi naambia watu wa Uasin Gishu, serikali imeahidi, imetoa usalama ya kutosha. Kwa hivyo Uasin Gishu kwa jumla, na najua Kenya nzima, kuna amani ya kutosha, na mimi nasihi watu wakuje kwa wingi wa kura. Na kitu kingine mpinzani wetu amesema ukimaliza kupiga kura uko mahali kama mbali ya nje ya town kule mashinani uje town. Naambia vijana usikuje town, piga kura nyumbani na uongoje ya results zitoke kule nyumbani, alafu utakuwa umejua nani alishinda. Asante sana Governor kwa sababu ya muda. Swale yule